Unapogusa historia ya makombe ambayo hayajawa na mwendelezo mzuri katika soka la Afrika, na sio Afrika tu bali ni duniani kwa ujumla, huwezi kuacha kuizungumza kombe la Super League. Sasa kuna wengi ambao hawaifahamu historia ya Super League. Sasa leo kwenye Once Upon a Time, kwa maana ya out, tunakupitisha kwenda kufahamu historia ya Super League ambayo imefanyika barani Afrika mwaka 2022. Sasa wengi wanatamani kufahamu ilikuwaje mpaka Super League ikaama kutoka barani Ulaya, Amerika mpaka kuja barani Afrika. Super League ilianza, wazo la Super League liliwasilishwa na aliyekuwa katibu mkuu mwaka 1968, katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA. Mwaka 1968 bwana huyu anaitwa Hans Bangeta ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa shirikisho hilo, alisuggest ama alipendekeza kuwe na michuano ya Super League ambayo yeye alikuwa anatamani kuona ikiwa inakuwa ni replacement sahihi ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya pamoja na michuano ya kombe la washindi. Lakini mwaka 1968 hakuna mtu aliipa nguvu sana Super League. Wazo la bwana Hans Bangeta likawa frozen, likawa limeganda kwa kiasi fulani. Baada ya miaka 30, mwaka 1998, wazo la Super League likarudi tena. Vyombo mbalimbali vya habari vikaona lile wazo la bwana Hans Bangeta ambalo lilitoa mwaka 1968, miaka 30 iliyopita, lilikuwa ni wazo ambalo ni sahihi. Kwa hiyo vyombo vingi vya habari vikaanza kutengeneza ajenda, vikaanza kupush hiyo ajenda kuhakikisha wana fanikiwa kwenye kutengeneza pressure kwa mashirikisho ambayo yapo chini ya UEFA, waweze kutengeneza pressure kwa shirikisho la UEFA ili kuweza kuandaliwa kwa michuano hiyo. Lakini pia jaribio lao kwa mara ya pili likagonga mwamba, na hapa ikachukua zaidi ya miaka 20 tena, kwa maana ya mwaka 2018 wazo hilo tena likarudi tena baada ya rais wa Real Madrid Florentino Perez, yeye ambaye alikuja na wazo hilo, na alipokuwa anawasilisha akaona njia rahisi ya yeye kuweza kufanikiwa baada ya kujifunza kwa wale ambao walifeli, kwa maana katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA Champions League aliyekuwa katibu mkuu Hans Bangeta, lakini pia kwa vyombo vya habari, yeye akaona njia rahisi ni kuanza kuzungumza na vilabu. Wengi tunafahamu nguvu alikuwa nayo Florentino Perez katika shirikisho la soka barani Ulaya na ramani ya soka pia duniani. Kwa hiyo yeye alizungumza na vilabu mbalimbali duniani, vilabu kama Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, even kwa upande wa pale nchini Uingereza. Lakini nchini Hispania alizungumza na Atletico Madrid, alizungumza pia na Barcelona, ukizingatia yeye alikuwa anawakilisha pia Real Madrid. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vilabu ambavyo alizungumza navyo. Kule nchini Italy alizungumza na vilabu vya Inter Milan, AS Milan pamoja na Juventus ambavyo pia vilionyesha kwa namna fulani kumuunga mkono. Lakini baada ya muda wakakubaliana kwamba ule mwaka 2018 ulikuwa ni mwaka ambao una michuano ya World Cup. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa wao kuwasilisha ajenda yao ambao walikuwa nayo. Sasa ikawalazimu wasubiri lipite kombe la dunia. Ilipofika mwaka 2019 mipango sasa ya kuhakikisha michuano ya Super League inafanyika kwa mara ya kwanza barani Ulaya. 2020 ikatokea COVID-19 mwishoni mwa 2019. 2020 mwanzoni ukawa na changamoto ya COVID-19, uviko 19. Hii ikafanya pia wazo lile lipoe kwa kiasi fulani, kwa sababu michuano mingi ilichelewa kuanza, kwa maana ya ambayo ilikuwa imeanza ilisimama. Kwa hiyo kwenye kuisha kwake michuano mingi ikawa imechelewa kuisha. Ilipofika mwaka 2021 Florentino Perez akarudi tena kwa vilabu, lakini safari hii vilabu vingi vikaonekana vimeanza kujitoa kwenye huo mchakato. Huku moja ya sababu kubwa ambayo vilabu kutoka barani Ulaya walikuja navyo ni wingi wa mashindano, kwa maana ya wachezaji walikuwa wanacheza mashindano mengi kwa msimu mmoja. Hivyo hawakuona ulazima kuwepo kwa michezo ya Super League, kwa sababu walikuwa wanapunguza idadi kubwa ya michezo kwa wachezaji na kuweza kuwazingatia mazingira ambayo yanaweza kuwa ni favorite kwa wao na kufanya waweze kucheza kwa muda mrefu, kwa maana katika career yao ya soka. Wazo hili likaja likahamishiwa barani Afrika, ambapo shirikisho la soka barani Afrika CAF walionyesha lengo la kuhitaji kufahamu zaidi, ambapo shirikisho la soka barani Afrika yani CAF wao walionyesha
nia ya kutaka kuhosti ama kuandaa michuano hiyo. Baada ya michuano hiyo kuletwa Afrika, ikabadilishwa jina kutoka kwenye Super League na kuwa ni African Football League, yani AFL. Na michuano hii kwa mara ya kwanza barani Afrika ilifanyika katika uzinduzi ulifanyika michuano hii kwa mara ya kwanza barani Afrika ikafanyika mwaka 2022. Uzinduzi ulifanyika katika uwanja Benjamin Mkapa, mechi kati ya Simba dhidi ya National Al Ahly, mechi ambayo iliisha kwa sare ya bao 1-1. Wengi wanajiuliza ni wapi michuano ya African Football League imepotelea? Kwa nini hakuonekani kuwepo na dalili yoyote ya michuano ya AFL kuchezwa? Lakini kumekuwa na sababu nyingi ambazo zimekuwa zikitajwa. Moja ya sababu kubwa ambayo imekuwa ikitajwa ni ukata wa fedha, kwa maana kiasi kikubwa ambacho kinatumika kwenye michuano ya AFL. Kumbuka mwaka 2022 Simba walitumia mwaka 2022 vilabu ambavyo mwaka 2022 vilabu ambavyo vilishiriki kwenye michuano ya African Football League vilikuwa ni 8, kwa maana ya Wydad Casablanca, Horoya, TP Mazembe, National Al Ahly, Al Hilal Omdurman, bila kusahau Mamelodi Sundowns na vilabu vingine, na kukamilisha vilabu 8. Vilabu 8 hivyo vilipewa kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya maandalizi. Bingwa wa michuano ya African Football League alipata kiasi kikubwa cha fedha zaidi ya bingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, zaidi ya bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kumekuwa na gharama kubwa ambayo inaonekana imeepushwa ama watu wanaikimbia kwenye kuhosti ama kuandaa michuano ya African Football League, kwa sababu kwenye kuandaa michuano ya African Football League, kwa sababu mashirikisho mengi yatalazimika kuwekewa mazingira ambayo na wao wanatakiwa wachangie. Leo nitaka nikufahamishe tu historia ndogo ama fupi kuhusiana na michuano ya African Football League, kutoka Super League hadi kuja kwa African Football League, na kwa nini ilifanyika barani Afrika. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha. In Once Upon a Time ya Sports Empire.